Bado tupo katika ukumbi wa Karume na baada ya kutoka TIC hivi sasa tuko EWURA. Wao ni mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Yapo mambo mengi Mtanzania unataka kufahamu nini hasa ambacho kinafanyika katika majukumu wanayofanya, na hasa kikubwa kuja hapa Sabasaba wanataka wakupe elimu gani sahihi. Na kumekuwa mara nyingi kwa uzoefu wangu na malalamiko mbalimbali kutoka wananchi kuhusiana na watoa huduma wanaosimamiwa na EWURA. Pengine majibu hayo tukayapata hapa, na kikubwa zaidi wewe ufike hapa utayapata majibu. Sio vibaya kujitambulisha. Asante. Kwa jina naitwa Tobieta Makafu, ni afisa wa mawasiliano na uhusiano kutoka EWURA. Napenda kuchukua fursa hii kukukaribisha mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki, ukaribie katika banda letu la EWURA ambayo ni mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Tupo katika ukumbi wa Karume, banda namba 121 na 123. EWURA tuko hapa kuhakikisha wewe Mtanzania unapata elimu na taarifa kamili juu ya huduma ambazo tunadhibiti, huduma za nishati na maji. Ninapoongelea nishati na maanisha tunadhibiti sekta ya umeme, sekta ya petroli pamoja na sekta ya gesi asilia. Na kwenye maji tunadhibiti sekta ya maji na usafi wa mazingira. Tuko hapa tumejipanga, tuko na wahandisi mbalimbali kama utamuona pale dada yangu, yeye ni mhandisi mkaguzi mwandamizi wa gesi ya sekta ya gesi asilia. Tuko vile vile na kiongozi wetu Mr. Titus Kaguo, yeye ni meneja wa mawasiliano na uhusiano EWURA. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha Mtanzania unaelewa udhibiti wa huduma za nishati na maji. Tobieta Makafu, tuambie sasa, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa walaji wa huduma mbalimbali kwa watoa huduma hizo ambao umezitaja mnaowasimamia. Hili unalizungumziaje? Ni kweli sisi kama EWURA tumekuwa tukipokea malalamiko mbalimbali juu ya watumiaji wa huduma za nishati, umeme, petroli pamoja na kwenye sekta ya maji. Kama nilivyosema, EWURA tunadhibiti vile vile sekta ya maji. Tunawadhibiti watoa huduma, kwa mfano hizi mamlaka za maji. Hivyo tuko hapa ili kukuelezea kama una malalamiko juu ya mamlaka yoyote ya maji. Umeenda kwao, umelalamika na wameshindwa kutatua tatizo lako kama vile unavyotaka. EWURA tuko Sabasaba, tuko na fomu maalum kwa ajili yako. Fomu yetu ni hii hapa. Inua tuione vizuri. Hii ni fomu kwa ajili ya malalamiko. Hivyo kwanza kabisa lazima uwe umeripoti lalamiko lako kwa mtoa huduma. Kama ni mamlaka ya maji hapa Dar es Salaam, lazima uwe umeripoti DAWASA kwamba mimi na malalamiko haya na haya. Labda unaletewa bili kubwa ya maji au umeomba huduma ya maji na hawajakuletea huduma ile katika muda muafaka kwa mujibu wa mkataba wao wa huduma kwa mteja. Umekwenda DAWASA hawajakusaidia, au mamlaka yoyote ya maji. EWURA tupo kwa ajili yako. Tunasimama katikati ya mtoa huduma na mteja ili kuhakikisha mteja unapata haki zako za msingi. Na si katika maji tu, pia katika huduma ya umeme. Umepata shida yoyote katika huduma ya umeme, aidha ni shida katika bili au katika maunganisho. Umeomba umeme haujapewa kwa muda mwafaka, au unaletewa bili ambazo si sahihi, au ikawezekana hata umepata majanga yanayotokana na umeme wa mtoa huduma, aidha TANESCO au watoa huduma wengine. Umekwenda kulalamika kwa mtoa huduma, hajashughulikia tatizo lako, hamjafika mwafaka. Unakuja EWURA, tuko hapa Sabasaba katika kipindi hichi cha Sabasaba. Tuna fomu maalum, utajaza malalamiko yako na fomu inajieleza kabisa. Utasema wewe uko wapi na utaeleza tatizo lako na utasema ni nini unataka kutoka kwa yule mtoa huduma. Na huduma zetu ni bure kabisa. Sisi tuko kwa kuhakikisha wananchi wanapata haki zao. Na si katika umeme na maji tu, pia katika sekta ya petroli. Umeenda labda petrol station, umewekewa mafuta katika gari lako, umeenda labda gari lako limepata hitilafu yoyote. Hujui ukamlalamikie nani? Utarudi pale katika kituo cha mafuta na kuambia tatizo lilopata. Na in case wakishindwa kukushughulikia kama vile ambavyo unataka au kukusikilizwa, hapo unakuja EWURA. Lakini kumbuka, unapopata shida ya mafuta, lazima ukumbuke kuchukua risiti. Risiti itatoa uthibitisho kwamba kweli wewe ulinunua mafuta katika kile kituo. Hivyo niwakumbushe wananchi, usiache kuchukua risiti yako, kwani pia itasaidia kama uthibitisho pindi unapopata tatizo katika sekta ya mafuta. Hivyo basi tuwakaribishe Sabasaba, mlete malalamiko yenu ambayo yameshindikana katika sekta na udhibiti. EWURA tupo kwa ajili yenu.
Lakini Tobieta, kabla hujaenda mbele, ili la malalamiko hili mfano mtu kaenda kituo cha mafuta ya petroli, nyinyi mnaweza mkamsaidia vipi? Maana anaweza kapeleka malalamiko yasisikilizwe, yakapuuzwa. Nyinyi mnahakikisha mnawasimamia vipi kwa kuwadhibiti, kwa kufuatilia kwamba hayo malalamiko yanafika na mnafahamu kwamba malalamiko yamefika katika eneo fulani, mnashirikishana vipi? Kwanza kabisa tuna njia mbalimbali za mawasiliano, na unapopata malalamiko katika sekta ya mafuta ya petroli ni lazima yawasilishwe EWURA ndani ya siku 7 baada ya kupata ile huduma ya mafuta, kwa sababu tunajua yale mafuta ni bidhaa ambayo inatoka. Hivyo ukichelewa zaidi tunaweza kukuta yale mafuta yameisha, then sisi tukashindwa kuchukua sample kwenda kupima kama kweli yale mafuta aidha yana shida yoyote, aidha yamechakachuliwa au yana uchafu ambao hauhitajiki katika gari yako. Hivyo ni vema kuleta taarifa ndani ya siku 7. Na tuna njia nyingi za mawasiliano. Tuna namba ya simu ambayo ni bure kabisa. Ukitupigia kupitia namba 0800110030 tunapokea kwa wakati, na pindi utakapotupa taarifa, sisi EWURA tuna wakaguzi wetu katika kila kanda, wanafika katika eneo husika kwa ajili ya kuchukua sample, kuipima ili kuhakikisha kama kile ambacho unalalamikia ni sahihi. Kwa hiyo EWURA tumejipanga, tuna ofisi za kanda ambazo zinahudumia mikoa yote nchini, na wakaguzi wetu wako standby muda wowote, unaweza ukawasiliana na sisi. Tuna hiyo namba ya simu ya bure ya 0800110030. Tuna email yetu ya info@ewura.go.tz. Zote hizo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kutupatia sisi taarifa pindi unapopata shida au malalamiko kama hayo. Na mmefanyaje sasa kuhakikisha kwamba mwananchi anawafahamu, anaitambua EWURA na hata kuwa na sita anajua kwamba hili limetokea na kwenda EWURA au napeleka taarifa EWURA, kwa mwananchi kuelewa wa kawaida? Kwa kufanya mwananchi atuelewe, kwanza kabisa ndio maana tuko hapa Sabasaba. Mwananchi akija tutampatia elimu kama hii ya jinsi ya kuwasilisha malalamiko, na njia zote za mawasiliano pia tutampatia, ili pindi anapopata tatizo basi awasiliane na sisi kwa wakati. Na tuna report mbalimbali. Tuna mkataba wa huduma kwa mteja ambao pia unapatikana katika website yetu, na akija katika banda letu tutampatia, ambao utamuonyesha pindi anapohitaji usaidizi wowote kutoka EWURA tutamsaidiaje ndani ya siku ngapi. Ndio maana naambia wakaribie katika banda letu la EWURA ambao liko katika jengo la Karume. Pia hizi ripoti zetu pamoja na mkataba wa huduma kwa mteja ambao nimesema unapatikana katika website yetu ambao ni www.ewura.go.tz. Hivyo basi Mtanzania ambaye hutapata nafasi ya kufika katika banda letu, nikwambie katika website yetu au tovuti yetu ya EWURA utapata vitu vyote ambavyo vitakusaidia ili unapotumia huduma ambazo tunadhibiti za umeme, petroli, maji, uweze kujua ni nini hasa unapaswa kufanya ili upate huduma ambayo ni bora kwa wakati na kwa bei ambayo ni sahihi. Tobieta, umetupa ufafanuzi mzuri na ndio tunafurahia Sabasaba yenyewe na kuifahamu EWURA. Sasa EWURA inashiriki vipi katika falsafa ya kauli mbiu ya mwaka huu ya uchumi wa viwanda? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa EWURA kama nilivyosema ni mdhibiti wa huduma za nishati na maji. Hivyo basi ili viwanda viweze kuzalisha huduma ambazo ni bora, vinahitaji umeme ambao unapatikana kwa wakati, vitahitaji maji, kuna viwanda vinatumia maji, kuna viwanda vinahitaji gesi asilia. Hivyo EWURA tupo katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati hizi unapatikana kwa wakati na kwa bei ambayo ni sahihi. Kwa mfano nikwambie tu, kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani kuna viwanda takriban 50 vinavyotumia gesi asilia, gesi ambayo inachimbwa hapa nchini. Hivyo EWURA tunahakikisha gesi ile ni bora, miundombinu ambayo inaisafirisha ni bora ili kufika katika vile viwanda na kuhakikisha uzalishaji unaendelea siku mpaka siku na kukuza uchumi wa nchi yetu. Ukiachana na hivyo pia EWURA tunaangalia uchumi wa mpaka mtu mmoja mmoja pamoja na viwanda pamoja na makampuni ya Kitanzania. Tuna kanzidata ambayo imeanzishwa, na kanzidata hii inasajiliwa EWURA, ambapo Mtanzania ambaye unamiliki kampuni kama kuna kampuni za bima, kampuni za chakula, kampuni za usafirishaji, kampuni za ulinzi au kampuni za afya, tunazisajili katika kanzidata yetu ili basi wale tunaowasajili waweze kutoa huduma katika miradi ya gesi
pamoja na petroli ambayo itafanyika hapa nchini. Nikwambie tu mtazamaji ambao unanitazama sasa hivi, Kanzidata hii usajili wake ni bure kabisa. Unaingia katika website yetu au tovuti yetu ya www.ewura.go.tz. Ukishaingia pale utakutana na sehemu imeandikwa LSSP Local Content. Kuna fomu inaitwa N100. Utafungua ile fomu na kujaza details zako. Tunaandikisha makampuni ya wazawa kabisa. Tunataka makampuni ya wazawa yashiriki katika kutoa huduma katika miradi ya gesi pamoja na petroli ambayo inafanyika nchini. Kuna mradi wa gesi ambao wote tunaofahamu unatoka Uganda mpaka Tanga, unapeleka bomba la mafuta. Kwa hiyo unaweza pia ukajisajili kutoa huduma katika ule mradi au na miradi mingine yote ambayo inaendelea nchini. Nikukumbushe tu wenye kampuni za bima zinazotoa huduma za chakula, huduma za ujenzi, huduma za usafi, ulinzi, usafirishaji, kilimo, umeme, zote hizo tunazisajili bure kabisa kupitia kwenye website yetu. Kwa hiyo hii itasaidia kukuza uchumi wa Tanzania, tutapata kazi katika hiyo miradi ambao uchumi wetu utakuwa. Kwa hiyo Ewura tuko katika kuhakikisha pia uchumi wa nchi unakuwa. Watanzania wananufaika na miradi ambayo iko nchini pamoja na makampuni yetu ambayo yako Tanzania kupata nishati ya kutosha ili kuweza kuzalisha bidhaa mbalimbali kwa ajili ya Watanzania wote na nchi yetu kufikia uchumi wa viwanda ambayo ndio kauli ya serikali yetu ya awamu ya 5.